Baada ya Instagram account ya Mange Kimambi kuvutwa, sasa hivi aliamua kujivika mabomu na kumwandikia barua ya wazi Rais wa Marekani Donald Trump kutaka kutoa malalamiko yake kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika. Sasa naambia kwamba Mange Kimambi samahani amemwandikia barua ya wazi Rais wa Marekani Donald Trump akimweleza kwamba akaunti zake za Meta ikiwemo Instagram, ukurasa wa habari anaoendesha yeye na namba yake ya WhatsApp zimefungwa baada ya kuzitumia kufichua kiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu nchini Tanzania, huku akihimiza maandamano ya amani. Kwenye barua hiyo amefafanua kuwa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z yalijibiwa kwa nguvu hatarishi za dola zilizowaua watu, hali iliyolaaniwa na taasisi mbalimbali za kimataifa, na ansisitiza kuwa hatua ya Meta imeinyamazisha moja ya njia chache salama zilizobaki kwa Watanzania kupata taarifa za kweli. Mange amemwomba Rais Donald Trump kuhimiza Meta kurejesha akaunti zake, kuunga mkono sheria zitakazohakikisha uwazi wa haki katika hatua za kuondoa akaunti za mitandao ya kijamii na kushughulikia suala pana la majukwaa haya kudaiwa kushinikizwa na serikali ya Tanzania kukandamizwa sauti za wapinzani, akisema kuwa hatua hizo zinahatarisha ushiriki wa kidemokrasia na haki za kibinadamu. Sasa naambia kwamba alikuwa ameandika mambo mengi sana na hapa akahisi kwamba alichofanyiwa samahani sio sahihi. Sasa mwisho wa siku ameamua kumwandikia barua. Nilipata fursa hii barua ambayo unaiona sasa hivi ni barua ndefu sana ambayo alikuwa ameandika mambo mengi sana na alikuwa ameandika kwa lugha ya Kiingereza. Ni barua ndefu kiasi kwamba siwezi nikaweza kuisoma yote, lakini nimekupa tu kama kwa uchache ama kwa ufupi ambacho alikuwa amekiandika. Yeye anataka kwamba Donald Trump aingilie kati akaunti zake ziweze kurejeshwa, sababu ndio njia pekee ambayo huwa anaitumia kwa ajili ya kuweza kupaza sauti na kuexpose maovu ambayo yanafanyika kwenye serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Amesema kwamba ilikuwa ni chombo muhimu sana ambacho kilimwezesha yeye kuweza kupaza sauti na dunia nzima ikajua nini ambacho kilikuwa kimefanyika nyuma ya pazia, pamoja na kwamba vyombo vya habari vya Tanzania vilikuwa vimezuiliwa kuweza kutoa taarifa nyeti kabisa ambazo zilikuwa zinahusiana na mauaji ya polisi na ukatili ambao ulifanyika kwa waandamanaji wa Oktoba 29. Lakini pia inakumbukwa kwamba zimebaki siku chache kabisa mpaka kuingia kwenye maandamano ya D9 ama Disemba 9 ambayo na wenyewe alikuwa ameratibiwa kuwa maandamano ya amani, na wenyewe alikuwa amesema kwamba itakuwa makubwa zaidi ya ambayo yalishuhudiwa tarehe 29 Oktoba. Sasa anahisi kwamba hii akishafungiwa hivi itakuwa ni vigumu kwa dunia kuweza kujua nini ambacho kinakwenda kushuhudiwa. Lakini pia akalalamika kuhusiana na account za Maria Sarungi ambazo na zenyewe zimezuiliwa na Watanzania ama zimezuiliwa zisione na Watanzania ambao wapo ndani ya Tanzania, au sio bana? Sasa hii ndio barua ambayo Mange Kimambi alikuwa ameandika na amelalamika pakubwa sana kuhusiana na alichokifanyia na hisi kwamba sio fair. Okay, swali langu kwako wewe ambaye umepata hizi taarifa, unahisi kwamba njia sahihi ya Mange Kimambi kufanya ni kuweza kufungua akaunti nyingine kama alivyokuwa amezoea kufanya, au fuata utaratibu kama alivyoamua kufanya? Sababu Meta kiujumla hajatoa taarifa. Unaona pia Larry Madowo alijaribu kuuliza Meta lakini hawakumpa majibu kwa nini walizuilia akaunti mbili, ama akaunti ya Mange Kimambi pamoja na akaunti ya Maria Stesai. Lakini on the other side pia Mange mwenyewe ameamua kuandika barua wazi kupitia mtandao wa X, zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, na mpaka sasa hivi hajapata mwafaka wote ambao unaweza kumsaidia kuweza kujua kama atakwenda kupata akaunti zake ama atatafuta mbinu nyingine mbadala ya kuweza kuzungumza na Watanzania na kueleza dunia nini ambacho kitakuwa kinafanyika. D9 ndio hapa imekaribia. Sijui mchakato wa Mange Kimambi utakuwaje. Kuna baadhi ya watu ambao wamefurahishwa na hatua za serikali kuzuilia mitandao hiyo, na kuna baadhi ya watu ambao wamesikitishwa na hilo. Sasa nataka nijue wewe upo upande kati ya watu ambao wamefurahikia na kusherehekea kwamba akaunti za Mange Kimambi zimepotezwa kwenye mitandao wa Instagram, ama wewe ni mmoja kati ya watu ambao umehuzunishwa sana na mitandao ya Mange Kimambi ama mitandao wa Instagram wa Mange Kimambi kuweza kufungiwa pamoja na mtandao wa Maria Sarungi? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.